Ni waimbaji wa kwaya ya Udhihirisho ya Kanisa la Anglikana Tanzania Parishi ya Nzuguni C jijini Dodoma wananata na biti kama vijana wa mjini wanavyopenda kutamka, ambapo hii leo pamoja na kukonga nyoyo za waumini wa kanisa hilo, uongozi wake umeweka hadharani siri ya mafanikio yake na kile kinachowafanya waendelee kuwa tishio katika kwaya nyingine zinazowazunguka. Alpha Muhulo ni mwenyekiti wa kwaya hiyo. Hapa anabainisha hayo baada ya ibada ya Jumapili ya Februari mosi mwaka huu. Kundi linalofanya huduma ya Mungu likiwa tegemezi mara nyingi sana haliwezi kufanikiwa, kwa sababu pale ambako kundi litakosa kupata msaada wa kufanya kile ambacho nataka kukifanya, huwa ni mwanzo wa kushuka kihuduma, maana huwa hawezi kufanikiwa. Kwa mfano, kundi linapokuwa halina chanzo cha uchumi, linasababisha hata baadhi ya wanakwaya wakimbie huduma, kwa sababu pale ambako watakuwa wanatakiwa kuchangia kila kitu, huwa inapunguza idadi ya waimbaji, hasa wale ambao wanakuwa na uchumi wao hauko vizuri. Kwa hiyo utegemezi nao sio mzuri kwenye huduma hii, kwa sababu unadumaza mafanikio makubwa ya huduma hii. Ukitegemea kila kitu, maana kuna wakati itakuja safari ambayo unataka uende, usipopata ule msaada ulioomba huwezi kusafiri kwenda kufanya ile huduma. Unaweza ukaalikwa sehemu kwenda kufanya huduma ya injilisti, lakini ukashindwa kwenda kwa sababu wale uliotegemea kuwezeshe wamefeli. Kwa hiyo mimi napenda kushauri makundi tuweze kujiongeza zaidi, tujipambanue, tutengeneze vyanzo vingi vya kiuchumi, tuwekeze maeneo mbali ili tuondokane na huduma ya kutegemea kanisa na waumini wengine. Mwenyekiti huyo anataja baadhi ya mafanikio walioyafikia. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu lengo letu limeweza kufanikiwa kwa kiasi kikubwa. Tumeweza kutukuza Mungu kwa njia ya uimbaji na injili yetu tumeweza kuisambaza katika maeneo mbalimbali. Tumeweza kufanya safari za hapa na pale. Pia tumeweza kusimama katika mafanikio mbalimbali nje ya uimbaji, ikiwepo kutengeneza uchumi. Napozungumza sasa hivi tuna kitega uchumi ambacho tunakisimamia kama kundi cha frame. Tuna frame 5 sasa ambazo ziko pembeni hapo. Hizo frame tunazipangisha kila mwezi, tunapata kipato ambacho kinatusaidia kuendesha huduma. Kwa hiyo tumeweza kufanikiwa katika miaka hii tuliofanya hii huduma. Tumefanikiwa kununua vifaa vya muziki ambavyo tunavitumia kanisani. Pia kundi limefanikiwa kufanya maendeleo mbalimbali. Kiachana na habari ya kitega uchumi, pia kundi limeweza kuona SACCOS ambao watu wanaweka na kukopa na kupata faida. Hiyo inafanya watu wawe vizuri kiuchumi na inawavutia watu, kuwapunguzia adha ya kwenda kukopa nje ya maeneo mengine. Kisha Muhulo akaeleza wanakotamani kufika, huku akitoa wito huu. Kwa hiyo sisi mipango yetu ndani ya miaka 5 ijayo tuweze kufanya huduma katika viwango vikubwa zaidi. Sio tu Tanzania, tuende hata nje ya mipaka ya Tanzania kuitangaza injili yake Yesu Kristo. Ndio mipango tulionayo sisi. Wito wangu kwa kundi zima la Udhihirisho na supporters ni kujitoa, kwa sababu huduma ya Mungu ni ya kujitoa kutoka moyoni. Huduma ya Mungu hatulazimishwi kama tunavyolazimishwa kwenye masuala ya kidunia ya kimwili. Huduma hii inataka kujitoa, maana kila mtu anapojitoa zaidi ndivyo anavyobarikiwa. Sisi ndani ya kundi kila mtu ana ushuhuda wake. Kuna watu wameanza kufanya huduma hii wamebarikiwa sana. Kwa hiyo niweze kuwaomba kundi la Udhihirisho kujitoa zaidi kumtumikia Mungu kwa hali. Ama kwa upande wao walezi wa kwaya hiyo Jonas Ngoliga pamoja naye Gloria Kawago wakatia neno. Udhihirisho ni sehemu ya la kuigwa. Udhihirisho imekuwa ni kama icon, imekuwa ni sampuli na wamekuwa ni role model wa watu ambao wanawazunguka, kwa maana ya makanisa yanayotuzunguka na hata makwaya na makundi mengine ambayo yapo huko. Wamekuwa wengi wakija kujifunza kupitia Udhihirisho na wengine wakiwa wajaribu kukopi at least kama ni sio melody basi namna ya uimbaji, kwamba tuondoke na mwenendo wa nini wa Udhihirisho tuweze kwenda kuwasilisha na sisi sehemu fulani. Kwa
kwa kuhitimisha kwamba udhihirisho wamekuwa ni mfano wa kuigwa, na sisi sote sasa tuungane, waumini wote kwa pamoja, ikiwezekana na wakundi wadau wengine na wanaovutika na udhihirisho. Milango iko wazi, sisi tunawakaribisha, watukaribie, tutaweza kuonana, tukaweza kuungana, tukashikamana pamoja, tukaweza kusupport ile kundi, hatimaye likatoka stage lilipo na likaenda kufika kule ambako tunatamani kufika. Kwa sababu kwenye malengo, moja kati ya malengo yaliyopo ni kutamani kufika kwenye hatua ambayo ni kubwa zaidi ya viwango vya mafanikio zaidi. Haya makundi haijalishi upo chini au umeshakuwa juu, penda kujifunza ili ufike mbali hata kwenye maisha. Penda kujifunza. Mungu anapokuinua jifunze kujifunza zaidi. Unapovuka hatua moja kwenda hatua nyingine jifunze zaidi. Unapokuwa Mungu amekupatia vitu vingi ambavyo hukutarajia kuvipata kwenye maisha yako na hukutarajia watu wengine wangeweza kukuona katika hiyo level. Penda kujifunza zaidi. Unapojifunza utafika mbali. Utakapojifanya mjuaji, kuna mambo mengine huwezi kuja kukutana nayo kwa sababu unaonekana unajua kila kitu, na hata watu watakuwa wanaogopa kuwa karibu na wewe. Kutoka Dodoma, Tanzania, John Israeli wa Banda Media.